Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Ndugu wapendwa wana taifa la Mungu, ni siku nyingine tena tunatafakari neno la Mungu. Tunatafakari neno la Mungu hili tukiongozwa na masomo ya Jumapili ya 32 ya mwaka A wa kanisa. Tusikilize masomo. Somo la kitabu cha hekima ya Sulemani, sura ya 6 aya ya 12 hadi ya 16. Hekima hung'aa wala hafifii, huonekana upesi nao wampendao, hupatikana nao wamtafutao. Hutangulia kujionyesha kwao wamtakao, amtafutaye mapema hana kazi ngumu, atamkuta ameketi mlangoni pake. Kumtia fikirani ni ufahamu mkamilifu, naye mwenye kukesha kwa ajili yake atakuwa mara hana masumbufu. Yeye huzunguka mwenyewe akiwatafuta wao wanaomstahili. Njiani hujidhihirisha kwao kwa upendo, hukutana nao katika kila kusudi. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: Ee Mungu, Mungu wangu, nafsi yangu inakuonea kiu, nafsi yangu inakuonea kiu. Ee Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu. Mwili wangu wakuonea shauku, katika nchi kame na uchafu isiyo na maji. Ee Mungu, Mungu wangu, nafsi yangu inakuonea kiu, nafsi yangu inakuonea kiu. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Maana fadhili zako ni njema kuliko uhai, midomo yangu itakusifu. Ee Mungu, Mungu wangu, nafsi yangu inakuonea kiu, nafsi yangu inakuonea kiu. Ndivyo nitakavyokubariki maadamu ni hai, kwa jina lako nitainua mikono yangu. Nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono, kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Ee Mungu, Mungu wangu, nafsi yangu inakuonea kiu, nafsi yangu inakuonea kiu. Ninapokukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku, maana wewe umekuwa msaada wangu na uvulini
Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike, sura ya 4 aya ya 13 hadi ya 18. Ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Neno la Bwana. Shangilio. Haleluya, 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 haleluya. Mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake. Haleluya, 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 haleluya. Somo la Injili linatoka Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 1 mpaka ya 13. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni twende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa uzao mkajinunulie. Na hao waliokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo.
Tuanze tafakari yetu na somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani, kama tulivyosikia, sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 16. Somo hili linaongelea juu ya hekima. Hekima ni nini? Hekima kwa maelezo ya kawaida tu, mtu hata kwa haraka unaweza ukasema mtu mwenye hekima maana yake ni mtu mwenye busara, mtu mwenye mwenendo mzuri wa maisha, mtu ambaye hata katika jamii watu wanamwona mtu huyo basi ni wa kuigwa. Pengine atakuwa na uwezo hata wa kuwashauri wengine, na anaheshimika huyo mtu mwenye hekima. Katika Agano la Kale, Wayahudi wenyewe waliona kwamba hekima ni mfumo ulio mzuri wa maisha. Yaani mtu mwenye mfumo au hali nzuri ya maisha ambayo inampendeza Mungu, inawapendeza watu, mtu mwenye busara, huyo ndiye mwenye hekima. Sasa somo tulilosikia linaongelea hekima, na huyu mwandishi anaona hekima kama msichana mzuri ambaye anatumia maneno yake mazuri, anawafurahisha watu na kadhalika. Kwa mfano, unaona anavyotumia lugha ya picha hii ya msichana. Anasema hivi: hekima hung'aa wala hafifi, huonekana upesi nao wampendao, hupatikana nao wamtafutao. Kwa hiyo hekima ambaye ametumia lugha kama walivyojua watu wa Agano la Kale Wayahudi, kama msichana huyu mzuri, anang'aa, hafifi, na watu wanaompenda watamuona. Lakini amtafutaye mapema hana kazi ngumu, atamkuta ameketi mlangoni pake. Kwamba yule msichana sa hekima atamkuta kama amekaa mlangoni pake. Lakini hii ni lugha ya picha. Maana ya hekima hasa ni neno la Mungu, ila huyu mwandishi ametumia lugha ya picha. Kwa hiyo maana yake hekima hung'aa wala hafifi, maana yake neno la Mungu linang'aa, halififi, na huonekana haraka kwa wanaolitafuta na wanaolipenda. Na wanaolitafuta hilo neno la Mungu mapema hawaoni kazi ngumu. Kumbe kwa ufupi tu tunaweza tukasema hii hekima sasa ni neno la Mungu, na kimsingi ni Mungu mwenyewe. Hiyo ndiyo hekima. Sasa unaona uhusiano uliopo kati ya somo hili la kwanza na somo la Injili. Somo la Injili tumesikia juu ya wale wanawali 10, 5 wapumbavu na 5 wenye busara au hekima. Mfano huu au simulizi kama tulivyosikia, kwanza lilikuwa linawalenga kwa namna sehemu moja Wayahudi wenyewe, lakini kwa namna nyingine hata sisi wenyewe. Kwa Wayahudi ni hivi: Wayahudi walipaswa kujiandaa ili kumpokea Masiha Bwana wetu Yesu Kristo, lakini walikosa hekima. Yesu alipokuja aliwakuta hawajajiandaa, hawakumpokea. Kumbe hao Yesu alikuwa anatoa lugha ya mfano katika simulizi hizi kwamba wao sasa ni sawa na wale wanawali 5 wapumbavu ambao walikuwa wanamsubiri bwana harusi, na huyo bwana harusi alipochelewa, anapokuja wanakuta hawana mafuta, ndio Waisraeli. Halafu sasa watu wa mataifa ambao walimpokea Kristo, na wewe mwenyewe ukiwa mnaamini kiwemo, ndio wanawake wale 5 wanawali wenye busara. Lakini kwa sehemu ya pili, simulizi hizi linalenga katika mapana yake kiujumla. Na hapa tunaona vitu viwili. Cha kwanza ni hiki: katika maisha ya mwanadamu yeyote ni vigumu kufaulu vizuri wakati wa maandalizi yote katika maisha au kitu chochote unachokifanya ukakiacha, lakini dakika za mwisho ndipo ukaweka maandalizi
ili ufanikishe hilo jambo. Maandalizi inabidi ya kitu chochote yawe ya muda mrefu. Mfano, mwanafunzi ambaye anafundishwa darasani, mwisho wa mwaka anafanya mtihani, anasubiri siku ya mtihani ndipo asome na kufaulu, ni vigumu. Na Waswahili wanasema uwezo ukamnenepesha ng'ombe siku ya mnada. Anaenda kuza ng'ombe mnadani, amrishe siku hiyo kusudi ng'ombe anenepa aonekane mkubwa, amuze kwa bei ya juu, ni vigumu sana. Kumbe Yesu anataka kutuambia hivi, wale wanawali 5 wapumbavu walienda kujiandaa dakika za mwisho bwana harusi alipokuja, lakini walikuwa wamechelewa, walipaswa wajiandae mapema. Na ndivyo ilivyo katika maisha. Uwezo ukasema dakika za mwisho ulikuwa una ujuzi fulani, mfano na miaka 50-60 unasema nitapata ujuzi wa kuwa fundi cherehani. Yaani unaweza, lakini itakuwa kidogo. Au dakika za mwisho nisome ujuzi fulani. Hapana. Ila unaweza sawa ukausoma ukaelewa, lakini hutafaulu kama yule mtu ambaye alipata ujuzi wake, mfano akiwa kijana miaka 20-30, ananenda nao huo ujuzi, anapokuja kuwa mtu mzima anakuwa safi kabisa. Kwa hiyo maandalizi ya kiroho yetu sisi binadamu, maandalizi ya maisha yetu ya kibinadamu yaanzie mwanzo katika utoto wetu, ujana wetu, tuzima mpaka mwisho. Tusichelewe tukasubiri mwishoni kama hawa wanawali 5 wapumbavu. Na hii tukileta katika maisha ya kiroho, mtafute Mungu sasa, wakati uliokubalika ni sasa. Usubiri dakika za mwisho kwa kitandani, naomba niitiwe padre nibatizwe, wakati ulikuwa nasikia watu wanakuambia mrudie Bwana, au pengine umeshabatizwa, hutaki kusali, hutaki kupokea masakramenti, hamna shida, dakika ya mwisho. Lakini je, Yesu atakapokuja atakuta huko tayari? Unaweza kukuta mafuta yako yameisha. Yesu anakuja, mlango unafungwa, uingie kwenye ukumbi wa harusi hii kama tulivyosikia kwenye simulizi. Lakini kitu cha pili ni kwamba ambacho tunajifunza katika mapana yake nje ya Wayahudi, sasa mimi na wewe, ni kwamba huwezi ukatumia mtaji wa mwingine na ukakufaa wewe. Na maana hii, mfano, huwezi ukatumia moyo wa sala wa mtu kwa faida yako wewe ambaye hausali. Mtoto wako, mama yako, ndugu yako akiwa na moyo wa sala, huwezi ukasema ndugu yangu anasali sana, ana mahusiano mazuri na Mungu, na mimi hapo napata faida. Hapana. Mbele ya Mungu kila mtu ana mahusiano ya moja kwa moja na Mungu wake. Huwezi ukasema mke wangu niwakilishe kwenye jumuiya, au mtoto wangu au mume wangu, mimi na shughuli nyingi. Hawezi akakuwakilisha wewe. Yeye anaenda anasali, anapata faida na neema moja kwa moja na Mungu wake. Sio kwamba neema sasa kwa vile amesali zitakujia wewe. Sana waza atakuombea, lakini mahusiano yao moja kwa moja. Hili linatufundisha hawa wanawali 5 wapumbavu waliotaka kuomba mafuta kutoka kwa wale wenye mafuta. Ni lugha ya fumbo hapo. Lakini wazi kitu kingine tunaweza tukajifunza cha 3 pia, kwamba lakini katika maisha pengine ni vizuri kuwa tunasaidiana. Wale waliokuwa na mafuta labda wangeliwakopa wale ambao kidogo wakagawana, ingewezekana. Tujifunze vile vile kwamba hata wale wenye busara pengine wangeliwapa mafuta, pengine ilikuwa kitu kizuri katika maisha. Japo Yesu alikuwa sasa analenga hayo ambayo nimesema, lakini na hili vile vile linawezekana. Tumwombe Mungu atujalie tuwe na hekima. Hekima ya kimungu, na hasa sio hekima ya kibinadamu. Tumfahamu, tuendelee kumpenda na tuishi kama anavyotaka tuishi, na hekima ya Mungu ituongoze kama tunavyosoma katika Zaburi. Nikutakie maisha mema na Mwenyezi Mungu akubariki, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.